Yes, hamjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu za kila siku na kila wakati, mkiwa mbali na karibu, mko sawa. Bila shaka kabisa tuna matumaini ya kwamba mko salama salamini, nasi tuko wazima. Tunaendelea kumshukuru Mungu kwa ulinzi wake. Tunawatakia asubuhi njema ya leo lendi le 2 Desembre 2025, na tunawakaribisha kwa mara nyingine mo habari zetu za asubuhi ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo, pamoja na taarifa za mapigano kuwajuza kinachoendelea kwenye shamba la vita, na tumewaletea taarifa mingi tena mbichi. Unayoifuata ni Kwetu TV, channel inayokuletea taarifa za kweli tena za kuaminika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi kusubscribe, mujiabone, musambaze taarifa hizi kwa walio wengi ziwafikie, mucomment na mulike. Muendelee kujiunga nasi na shene yetu ya WhatsApp ambapo mtakuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Mujiunge nasi kupitia linki ambayo iko hapo chini ya titre, au mtuandikie kwenye namba hiyo. Bila shaka mtakuwa napata taarifa zetu zote kwa wakati. Habari zetu za asubuhi ya leo tutawapeleka moja kwa moja ndani ya province ya Sud Kivu. Tuwaambie kuhusu renforcement ya wasi wa AFC M23 wanaoungwa mkono na nchi ya Rwanda kama kawaida. Vikosi vipya vya wasi wa AFC M23 viliwasili Kamanyola. Wanajeshi hawa walifika wengi, ni kamio mingi ambazo zilifika hapo. Taarifa tunazo kutoka kwa wakaji hapo ni ya kwamba kulifika zaidi ya kamio 18. Mnasikia ya kwamba ni kamio mingi. Hizi kamio zote zilikuwa ndani wanajeshi wa AFC M23, na hawakufika hapo wao peke, bali kulifika na vifaa mkiwemo machar de combat, hizi mablende, kulifika na zingine silaha nzito kama ma-BM, zile ma-artillery za kushambulia kwa mbali kabisa. Vifaa hivi na wanajeshi hawa, taarifa kutoka hapo Kamanyola ni ya kwamba zilitokea Rwanda zikapitia pale ku frontiere ya Bugarama. Nadhani ya kwamba wanaojua eneo ya Kamanyola vizuri wanafahamu hapo, na kwenye ramani nadhani ya kwamba mko naona eneo zote vizuri. Hapo Bugarama kuko frontiere ya Rwanda na Kongo, na maeneo haya yanamilikiwa na wasi wa AFC M23. Hivi vikosi vipya vya wasi wa AFC M23 vilifika ndani ya maeneo hayo siku ya jana jioni. Jana jioni ndipo vikosi vipya na silaha nzito za AFC M23 zilifika hapo Kamanyola, na mpango wa wasi wa AFC M23 ni kuatakie vikosi vya FARDC pamoja na wazalendo kwenye route nationale numero 5, wakianzia maeneo ya Luvunge kushuka Sange kuendelea Kiliba mpaka mji wa Uvira. Nadhani ya kwamba wanaojua kwenye rute hiyo, maeneo hayo yote wanayafahamu ambayo nimewaambia. Ukisha toka Kamanyola na uko wanashuka kwenye rute hii nationale numero 5 na unaelekea Uvira, Luvungi njo kwenye kuko kwanza base militaire ya FARDC pamoja na vikosi vya wazalendo. Hapo njo kwenye vita vinaweza kuanzia. Luvunge ni kushuka mpaka maeneo ya Sange, unashuka Kiliba mpaka Uvira. Hapo katikati kuna kilomita mingi, haiko kushuka tu na unafika pale, ni mbali. Na wasi wa AFC M23 walikuwa wakitamani mji wa Uvira tangu kufika kwao ndani ya mji wa Bukavu. Walikuwa wanataka kuprogrese ili kufika ndani ya mji wa Uvira. Wanajeshi hawa wa AFC M23 wakati walifika pale Kamanyola, wamoja walielekea Nyangizi,
wengine wakaelekea mbele kufro eneo zinazokuwa kwenye route nationale numero 5. Walioelekea Nyangezi wanakaa kwa sasa ndani ya base militaire ya Nyangezi ambayo iko karibu na ancienne base ya Washinwa. Wengine wakaelekea mapozisio zao kwenye maeneo ya mbele ya Kamanyola ambapo wanajiandaa kuwataki FARDC na vikosi vya wazalendo kuanzia maeneo ya Luvungi. Hapa waasi wa AFC M23 wana mpango wa kuatake mji wa Uvira. Kile njo kitu ambacho wanakipanga pale, na mpango wao wa kukamata mji wa Uvira haiko mpango wa leo tu, bali ni mpango ambao walikuwa nao tangu kufika kwao ndani ya mji wa Bukavu. Wanapenda waatake mji wa Uvira na wameanza kuzunguka kama walivyofanya ndani ya mji wa Goma. Ile ndio strategia ambayo wako nayo. Hivi juzi ndipo waliingiaka ndani ya Mwenga wakaprogrese mpaka Kalambi Centre. Huko wanataka wapiganishe kwanza vikosi vya FARDC mule mu territoire ya Mwenga. Wakifanikiwa kuendelea kusonga mbele na kukamata Mwenga Centre na maeneo ya Kamituga, itakuwa kwao sasa rahisi kushuka na wako na pigana na vikosi vya FARDC kwenye route nationale numero 5, paske kwengine kote ambapo wazalendo na FARDC wanaizi tokea wakiwatake ili kusaidia vikosi vya FARDC pale ku route nationale numero 5 kutakuwa kumefungwa. Mpango ni kuatake kwenye maeneo yanayoelekea Uvira kuanzia Luvungi, na walishafunga kabisa maeneo yote ya haut plateau d'Uvira mule mu maeneo ya Itombwe Mwenga. Kufunga maeneo hayo ambayo nimesema ni kuwa watakuwa deja wako na maeneo kule, watakuwa wanapiganisha vikosi vya FARDC hapa na pale mu maeneo ya Mwenga na haut plateau d'Uvira. Kurenforce maeneo ya Luvungi sasa itakuwa vigumu kwa FARDC paske watakuwa na wako na piganishwa mu maeneo yote kuanzia Mwenga kufika na Mau Plateau de Fizi. Kule nako mnajua Turaneo iko natokea kule. Yani ile njo mpango ambayo hao wasi wa AFC M23, na mpango huu wanataka kufanya wakati kuna makubaliano ambayo yatasainiwa huko ndani ya États-Unis d'Amérique. Makubaliano hayo yatasainiwa na presida wa Kongo Felix Tshisekedi pamoja na presida wa Rwanda Paul Kagame. Makubaliano hayo yakasainiwa, waasi wa AFC M23 wataweza tena kusonga mbele ama kuatake, paske makubaliano hayo yako ndani maartikle ya kusimamisha kabisa hawa waasi wa AFC M23. Ndiyo maana wana mpango sasa wa kukamata mji wa Uvira kabla ya kusainiwa kwa hayo makubaliano yatakayo sainiwa huko Marekani kati ya presida wa Kongo Felix Tshisekedi na presida wa Rwanda Paul Kagame. Huo ndio mpango ambao waasi wa AFC M23 wako nao. Wanataka wa progresse wakati wa siku chache ambazo zinabakia na makubaliano hayajasainiwa. Ni siku mbili, na wakati makubaliano yatasainiwa kutane na walisha kamata mji wa Uvira. Vikosi vya FARDC na wazalendo, kazi ni yenu kabisa kukabiliana na wasi hawa na kuwazuia kutosonga mbele. Tuendelee na taarifa zetu. Nadhani ya kwamba video ya renforcement ilishawafikia ndani ya shene na grupe ya WhatsApp hapo, jinsi walikuwa wakiingia maeneo ya Kamanyola na wanatoka Bugarama, video ziliwafikia. Tuendelee na mbichi zetu. Kama kawaida nimewaletea habari mbalimbali tena tofauti. Kwenye shamba la vita ndani ya maeneo ya Walikale, mapigano kati ya FARDC na wazalendo yalisababisha kifo cha mmoja na watu wengine kujeruhiwa vibaya huko Ngora, kilomita 12 mashariki mwa kituo cha Walikale, ni ndani ya grupema ya Utunda.
Tukio hilo lilitokea alfajiri ya Jumapili le 30 Novembre. Siku hiyo wakati askari wa FARDC walikuwa wakitokea Kibua wakitaka kuvuka kizuizi kilichowekwa Ngora na wazalendo wa kikundi cha Uhuru RDC. Wapiganaji waliokuwa wakilinda kizuizi hicho hawakuwaruhusu wanajeshi wa FARDC kuvuka, jambo ambalo lilizua mzozo mkali kati ya pande hizo mbili. Majibizano ya moto yalizuka na kusababisha kifo cha papo hapo cha mpiganaji wa mzalendo. Wakaaji hao wakiwa na hofu wakiamini kuwa ni vita, walikimbia kila upande. Ilikuwa wakati wa machafuko haya ambapo msichana wa miaka 10 alipigwa risasi katika mkono wa kulia, amelazwa katika hospitali kuu ya rufaa ya Walikale. Wakiwa wametahadharishwa, wakuu wa kijeshi walioko Walikale walienda eneo la tukio kutathmini hali hiyo. Walipowasili Ngora, waliidhinisha mazishi ya mpiganaji aliyeuawa baada ya kutuliza hali. Huko ni Walikale. Mapigano kati ya vikosi vya wazalendo na FARDC yalisababisha mtu mmoja kujeruhiwa na mzalendo mmoja akapoteza maisha yake. Mapigano kati ya wazalendo na vikosi vya FARDC yanaendelea kukua hapa na pale. Mnakumbuka ndani ya mji wa Uvira kulikuwa na mapigano kati ya pande mbili. Kwa sasa ndani ya mji wa Uvira FARDC na wazalendo walionyesha ushirikiano wao kabisa ya kwamba uko imara baada ya mivutano ya hivi majuzi. Huko Uvira, Kivu Kusini, vikosi vya jeshi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na washirika wa jeshi la kujilinda wazalendo walithibitisha nguvu ya ushirikiano wao licha ya mvutano wa wiki iliyopita. Uhakikisho huu ulitoka kwa amri ya sekta ya uendeshaji ya Sokola de Kusini huko Kivu Kusini kufuatia mapigano mabaya ambayo yalitikisa jiji hilo. Kulingana na Lieutenant wa pili Mbuyi Kalonji Rigani, msemaji wa FARDC katika eneo hilo, tukio la Jumapili le 23 Novembre lilikuwa ni kesi ya pekee iliyohusishwa na matofaa mabaya ndani ya vikosi vyote viwili. Akizungumza katika mkutano na wanahabari uliofanyika Ijumaa le 28 Novembre huko Uvira, alitaka kuondoa tuhuma zozote za kuvunjika kwa uhusiano au kutoaminiana kati ya washirika wa usalama. Alisema kwamba hakuna matatizo makubwa kati ya vikosi hivi viwili. Tunaomba tu kutoelewana kukoma na mivutano ipunguzwe. Alisema hayo akitoa wito kwa utulivu na nidhamu. Msemaji huyo pia alituma ujumbe wa kutia moyo kutoka kwa Brigadier General Chiviri Hamuli, kamanda wa sekta ya uendeshaji ya Sokola de Kusini huko Kivu Kusini. Kulingana na yeye, hali sasa iko chini ya udhibiti na mifumo ya uratibu inabaki kufanya kazi kikamilifu. Afisa huyo wa ngazi za juu pia ametoa wito kwa wananchi kuendelea kuunga mkono jeshi la FARDC ili kuimarisha ulinzi wa eneo hilo. Hapo ni FARDC ambayo iliafirmia kwamba vikosi vya wazalendo na wanajeshi wa FARDC ndani ya mji wa Uvira kabisa uhusiano wao uko imara. Kazi ni moja, wataendelea kuwapiganisha waasi wa AFC M23 kwa pamoja. Habari zetu zinaendelea. Bintu Keita tayari alishaondoka ndani ya nchi ya Kongo baada ya kumaliza misio yake. Bintu Keita ndiye ambaye alikuwa kiongozi wa MONUSCO ndani ya nchi ya Kongo. Zani kwamba hayo mnajua. Siku ya jana ndipo aliondoka ndani ya nchi ya Kongo baada ya kumaliza misio yake, yani kazi yake, na MONUSCO ilimshukuru kwa kuwa alikuwa kiongozi mzuri kwa miaka 5 akiwa ameongoza MONUSCO, na ikaendelea kusema ya kwamba yeye kabisa ni kiongozi ambaye alikuwa mzuri kwao. Huyo ni Bintu Keita ambaye kabisa baada ya kumaliza kazi yake aliondoka ndani ya nchi ya Kongo. Asante ndugu zangu, na washukuru sana tena sana kabisa kwa kuendelea kukua na nasi ndani ya taarifa zetu, na wasihi kuendelea kusubscribe, kupartaje taarifa hizi kwa walio wengi. Asante sana.